Bwana Yesu Kristo, hayo ndiyo maombi yetu. Amen. Ya kwamba katika watu wote mashuhuri walioko duniani kuna mtu mmoja ambaye tunataka tu kuwa kama yeye. Na huyo ni wewe. Mwimbaji anasema serene and holy, obedient lowly. Bwana tusaidie. Saidie sana Bwana Yesu Kristo, nakusihi. Hata tunapolindia neno lako Bwana, tunaliingia kwa unyenyekevu. Haleluya. Tukijua ya kwamba ni takatifu kiasi kwamba usingestahili Bwana hata kulisoma Bwana. Kule mbinguni malaika walishindwa hata kutazama kile kitabu Bwana, jinsi kilivyokuwa kitakatifu sana Mungu. Lakini umetupa nafasi na fursa ya kuweza kujua na kusoma mambo haya Bwana. Basi nakuja kwa roho ya unyenyekevu, tunaomba utubariki. Tunakumbuka kila mmoja na mchungaji wetu ambaye hayuko miongoni mwetu, na kila ndugu na kila dada wote waliko Bwana, tunaomba uwabariki. Ni maombi yetu kwamba Roho Mtakatifu awe nao Bwana. Jalia Bwana watakwenda mahali palipo sahihi na kufanya mambo yaliyo sahihi. Bwana Yesu, tunakuomba tukikumbuka na ndugu yetu ambaye alipata ajali, naomba neema yako ikawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Umponye Bwana, kwa wewe ni mponyaji. Nawe uliahidi utatuponya Bwana. Tunaomba ili kwako katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Basi nataka nisome maandiko kadhaa hapa. Tusome Ufunuo 10 sura ya 3:14 mpaka mstari wa 22. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14 mpaka wa 22. Pale kwenye Laodikia. Amen. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu moto wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi, kama mimi. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Endelea hapo mstari wa kwanza, Ufunuo sura ya 4. Amen. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Baada ya hayo naliona, natazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Amen. Tukae. Wakati tufungue pia wa Mwanzo 13 mstari wa 3 hadi wa 18. Mwanzo 13 mstari wa 3 hadi ule wa 18. Mwanzo 13 tunaanzia 3. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake
Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza, kati ya Betheli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, na Abraham akaliitia jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema, na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusini kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Hadi 18. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusini. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abraham. Sasa nataka uwe makini kuanzia hapo, sababu nitaanzia hapo kuendelea mbele. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huku. Mungu awabariki sana. Tumesoma mambo mengi sana. Naamini haujafika mahali ukapotea. Amina. Kwa hiyo tunataka kuchukua somo langu nimelita the goal oriented Christian, Kristo aliye na lengo, ambaye amekaa kimalengo, yani kila wakati ana lengo. Kristo amekaa kimalengo, aiming to the high calling of our faith, akiwa amekusudia kwenye ule mwito mkuu wa imani yetu. Yaani Kristo ambaye mara zote ana lengo fulani akitaka kulikamilisha ili mwishoni afikie kwenye mwito mkuu wa imani yetu. Amen. 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 Sasa lakini uvuvio wangu nataka, kwa sababu nikisema nihubiri ili somo litakuwa ni kubwa, labda sitaweza kumaliza lote. Nataka nichukue kitu kimoja katika hiyo, nikiite kama pira. Panda hapa juu. I will show you things.
nitakuonyesha mambo. Tunaichukua pale kwenye Ufunuo 4, panda huku juu, nitakuonyesha mambo. Amen. Hey. Amen. So, kwa hiyo I want to talk about, ninataka kuzungumza juu ya I will show you things. Nitakuonyesha mambo. Hey. Amen. So I want to take this great character of the Bible. Tunachukua huyu mtu Ibrahimu ama Abrahamu kabla hajabadilishwa jina. Amen. Ambaye tumesoma ile sura ya 13. Nataka unifuate vizuri ili unielewe, alafu utaelewa vizuri. Tumesoma sura ya 13, lakini ukirudi sura ya 12 ndio unaanza kupata habari za Ibrahimu. Kwa sababu tulikuanzia sura ya 11 kurudi huku nyuma, unakuta ni kile kipindi cha Nuhu na mambo yalivyoenda yakaharibika. Kwa hiyo kukawa hakuna habari ya Mungu, yani watu wameasi, watu wanajaribu kutengeneza mnara wa Babeli and everything, kila kitu. So kwa hiyo sura ya 12 Mungu anamuita Ibrahimu. Amina. Ambaye alikuwa anaitwa Abraham. I want you to notice this. Ninataka wewe uzingatie hili. It is God, ni Mungu who called, ambaye alimuita Abraham. Yes. Hey, I want you to understand. Ninataka uelewe hilo. His call, wito wake, came from God. Ulitoka kwa Mungu. Hey, amen. Akamwambia njoo unifuate, nitakuonyesha nchi. Amen. Kwa katika sura ya 12 kama utaenda kusoma, unaona Ibrahim sasa akaanza kufuata ule mwito. Hey, amen. Akaenda akatembea, akaenda akafika mpaka mahali. Ndio maana nataka usome mstari ule wa 3, akasema akarudi mahali pale pale alipokuwa. Sasa ukisoma mstari sura ya 12 unagundua alikuja mpaka akafika mahali anatoka katikati ya Betheli na Ai. Akafika pale. Amen. Hey, akatulia. Yeah. Hakuweza kusonga mbele. Now, you see, naona we have a lot of arguments. Tuna maoni mengi. I will ask you people, ningekuuliza ninyi watu, how many miracles, miujiza mingapi have you ever read ambayo wewe umepata kuisoma that Abraham performed? Kwamba Abraham alifanya. Yet he was father of faith. Hata hivyo bado yeye ni baba wa imani. Have you ever read any miracle? Je, ulipata kusoma muujiza wowote ule of Abraham ambao alifanya Abraham? Anyone who knows any miracle Abraham did? Je, kuna muujiza Abraham alifanya? Yet he was father of faith. Na bado yeye alibakia baba wa imani. So let me tell you people. Kwa hiyo ngoja mimi niwaambie. What brings difference? Tofauti kubwa. Kinacholeta tofauti is not a number of miracles. Sio idadi ya miujiza. It's a promise of God upon you. Ni ahadi ya Mungu juu yako. Let me tell you. Hebu ngoja nikwambie. Waisraeli walikaa utumwani 400 years. Miaka 400. No miracle. Bila muujiza. No healing. Hakuna uponyaji. No nothing. Hakuna chochote. They were persecuted. Wakiteswa. No prophecy. Hakuna unabii. No vision. Hakuna ono. Amen. Amina. And the Bible says, na Biblia inasema Musa by faith, kwa imani, he looked to those people, akawaangalia wale watu, and he saw they were people of God. Na akaona kama ni watu wa Mungu. Not because of miracles among them. Kwa sababu ya miujiza ilifanyika kati yao. I'm not discouraging miracles. Mimi si karibu kuivuruga miujiza. I am a believer of miracles. Mimi ni muamini wa miujiza. I believe, ninaamini, where God is, Mungu alipo, there is miracles. Miujiza ipo. But I want you to notice, lakini nataka wewe so that you may not be confused. Ili kwamba usije ukachanganyikiwa. Because after seeing things, kwa sababu baada ya kuona mambo, I see people are confused. Ninaona watu wanachanganyikiwa. Amen. Amen. What brings difference? Kipi kinaleta tofauti? Is a promise of God upon you. Ni ahadi ya Mungu juu ya mtu fulani. What Moses saw, wakati kile Mungu was not miracles. Hakikuwa miujiza. He saw that they had a promise of God. Aliona tu kwamba hao wana ahadi ya Mungu. Iko pamoja nao. Listen. Hebu sikia. Nabii anasema Farao alipoenda akasimama kwenye dirisha. Akaona wale watu wakiteswa, wakipigwa, wakifanya nini? Akasema these are slaves. Hawa ni watumwa tu. Madabas. Hawa wafanya kazi wetu. Wakanyaga matope tu, hawana lolote. But when Moses, lakini Musa, alipokuja, and he stood, akasimama pale, akasema window, katika mahali pale pale, dirisha lile, and he saw the same people doing the same thing. Wakiwa wanafanya kazi ile ile. He
saw the promise of God upon them. Aliona ahadi ya Mungu juu yao. And that was what mattered. Na hiyo ndio hata jambo lililokuwa linajalisha. It was a promise of God. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu juu yao. Amen. Amen. Listen to me, brother. Hebu nisikie. This message, ujumbe huu, and I want you to understand this so deeply. Na nataka uelewe hili kwa kilindi, so deeply. Kwa kilindi kabisa. That this message, kwamba ujumbe huu was sent, ulitumwa to prepare, kuandaa the bride. bibi harusi. I want to repeat this. Nataka nisisitize hilo. This message, ujumbe huu, was sent, ulitumwa to prepare, kuandaa the bride, bibi harusi. Who will go to the rapture? Ambaye anakwenda kwenye unyakuo. Amina. Kumekuwa na jumbe za aina tofauti tofauti, but they were not sent to prepare the bride. Kumekuwa na jumbe mbalimbali, lakini hazikutumwa kumwandaa bibi harusi. They had another purpose. Zenyewe zina makusudi mengine huko. Amen. Amen. Ni kama uwe unaumwa malaria, alafu ukaenda ukaambiwa ukachukua dawa ya cancer. It might be a very strong medicine. Inaweza ikawa dawa yenye nguvu sana, but it won't heal malaria. Lakini haitaponya malaria. Because it was not intended so. Kwa sababu haikukusudiwa kufanya hivyo. Amen. Amen. So, kwa hiyo, I don't care sijali which can are you going to eat from. Unaenda kula kutoka kwenye bakuli gani? Amen. But there is one plate. Lakini kuna sahani moja. But when you eat from that plate, na wakati unakula kwenye hiyo sahani, you will become a bride. Unafanyika bibi harusi. Amen. Nataka msikie. We are not preachers. Sisi sio wahubiri in the rest of the preachers. Kama wahubiri wengine huko. I don't want to disvalue anybody. Sijaribu kumshusha mtu yeyote. Any preacher. Yoyote mhubiri yoyote. I want to respect them. Ninataka kuwaheshimu. But I want you to make difference. Lakini nataka muweke tofauti hapo. That what we preach, kwamba sisi kile tunahubiri, it is the message, ni ujumbe to prepare, wa kuandaa the bride, bibi harusi. What Brother Branham brought, kile ndugu Branham alileta, was different, kilikuwa tofauti from what Gordon Lindsay brought. Na kile ambacho yule Gordon Lindsay alikuwa ameleta pia. Au Tommy Osborne, au mhubiri yule Tommy Osborne, au A.A. Allen, au A.A. Allen, au Oral Roberts. Amen. It was different. He was sent with a message. Yeye alitumwa na ujumbe, to prepare, kuandaa the bride, bibi harusi, that will go, that will attain rapture, ambaye atakidhi vigezo vya kwenda kwenye unyakuo, atapata imani ya kunyakuliwa. Amen. All the ages, vizazi vyote, nyakati zote. I know very few people, ninajua watu wachache sana ambao walipata hiyo imani. Amen. One is Elijah, na mmoja ni Elia. Amen. He got that faith. Oh, alipata hiyo imani. That is too deep, brother. I can't go there. Amen. He got that faith until he know. Alipata hiyo imani mpaka hata akajua. And he told that little boy, na akamwambia yule kijana mdogo, going. Mimi nakwenda zangu. Brother, don't tell me that you have that rapturing faith. Hebu usiniambie kwamba una hiyo imani ya kunyakuliwa. No, but I believe. Lakini naamini this message will prepare us. Utatuandaa sisi to get that faith, kufikia hiyo imani. Amina. So Elijah got that. Kwa hiyo Elia alipata hiyo. Jesus got that. Yesu Kristo alipata hiyo. That is what. Hiyo ndio sababu. Hicho ndicho huu ujumbe ulichotumwa kuandaa. Amen. Amen. Now listen to me, brother. Hebu sasa nisikie ndugu. Elia was so much strong. Yeye alikuwa mtu fulani wa nguvu in faith, kwa imani, till he could just stand and shut the heavens. Mpaka hata angeweza kutikisa mbingu na kuzifunga mbingu. But the epitome of it all, lakini matokeo ya hayo yote, kilele cha yote, juu sana alipofikia, he acquired that rapturing faith. Alipata hiyo imani ya kunyakuliwa. Amen. So, kwa hiyo rapturing faith, imani ya kunyakuliwa, is beyond healing. Ni zaidi ya uponyaji. It's beyond miracle. Ni zaidi ya miujiza. In saying that, nasema katika hiyo simaanishi tusiwe na miujiza. Na maanisha tujionea aibu. Kwamba kwa nini tumewekewa mambo makubwa na mambo madogo hayajawa miongoni mwetu. Amen. Nabii anasema hivi, kanisa liko maili nyingi kutoka majaliwa yake linapopaswa kuwa. Amen. Wangapi wamesoma hivi?
So nitaka kusema hiyo kwamba what makes the difference, kinacholeta tofauti, is the promise of God. ni ile ahadi ya Mungu. That's why you don't see any miracle with Abraham's life. Ndio maana huwezi kuona muujiza wote ule kwenye maisha ya Abraham. But he had the promise of God. Lakini yeye alikuwa na ahadi ya Mungu ndani yake. So this brother, huyu ndugu, kumbuka huyu Abraham ametoka tu kwenye kabila, yani ametoka kwenye upagani. Naelewa? He was not a Christian boy. Hakuwa mvulana Mkristo. Ni ameishi kwenye maisha ya upagani miaka yote mpaka uzee wa miaka 75 kama mzee Chidai hivi. Akiwa ni mpagani, and then God called him. Ndipo Mungu akamwita. So you may be somehow better than what he was. Kwa hiyo unaweza kuwa pengine wewe uko bora zaidi ya vile ambavyo yeye alikuwa. Sababu alikuwa ni mpagani tu, alafu uzeeni ndio Mungu akamwita. Amen. So after God called him, kwa hiyo baada ya Mungu kumwita, he started walking. Akaanza kutembea. And then he came to a place, na akafikia mahala akastop, akaendelea kuendelea mbele. Ukisoma ile sura ya 12, nataka mpate vizuri. Alipofika pale sasa wakati Mungu alipomwita alibeba na Lutu na kila mtu na nini, akaanza kuondoka. So God bared with him a little while. Mungu akachukuliana naye tu. Akaenda mpaka akafika mahali sasa hana pa kwenda mbele. Amefika mwisho yani. Na unajua Mungu anataka akikwambia neno umwamini na usonge mbele. Amen. Kwa hiyo nafikiria Ibrahimu alitaka Mungu awe kila muda anatokea. Sasa Mungu akufanya hivi. Kwa akafika mahali akastuck. Akaanza kuwander around. Akazunguka, maandiko yanasema akaenda mpaka Misri. Alifika Misri kule wakanyang'anya mpaka na mke. Amen. Amen. Pale maisha yakampiga huko na nini? Ikabidi akarudi. Ndio pale sasa tuliposoma. Maandiko yanasema akarudi pale alipokuwa. Amen. 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 Akarudi alipokuwa, alafu akamlilia Bwana. Amen. Ndio mliona. Akarudi mpaka pale alipokuwa, alafu akaanza kumlilia Bwana. Amen. Alipomlilia Bwana, sasa huyu jamaa Ibrahim alikuwa amemchukua Lutu. Bwana akainua shida kwenye mifugo. Wakaanza kugombana. Wakagombana pale. Ibrahimu kama tu mtu wa Mungu. Amen. I said the humble character. Amen. See this man. Mwangalia huyu Abraham akasema, Lutu, kwa nini tugombane? Wewe chagua. Amen. Wewe ukienda kulia, mimi tena kushoto. Ukienda magharibi, tena mashariki. Tutengane, tuondoe hii shida. Sasa Lutu akaona hii ndio fursa. Amen. Naona hii ndio fursa. Yaani alikuwa na tunasema roho isiyoridhika. Yaani anataka kila muda hadi yeye awe juu. Kwa hiyo akaanza kuangalia, akaona mabonde ya mito mazuri. Yaani anataka kwamba mimi sasa nataka nimiliki hivi vyote peke yangu. Kwa hiyo akaanza kujitambulia ile maeneo ambayo ni bora. Yaani lile sehemu ambayo ni jangwa anaikataa. But Abraham alikuwa tu anachagua niko sawa popote atakapofanya. Sasa huyu jamaa yeye anataka yeye ndo awe mkubwa. Najua nikienda kule nitalima mashamba, nitafanya hivi, nitakuwa tajiri, nitafanya hivi. And be careful with this spirit of being rich. Na uwe makini na hii roho ya kuwa tajiri. Si pingi, lakini be careful with it. Hebu kuwa nayo makini. Kwa sababu most of the times it blinds. Mara zote inapofusha. Ilimpofusha Lutu. Ngoja nione utaona. Niende utaona. Kwa hiyo akazingatia tu atukue bonde lile la mtu na atukue na kile na atukue na kile na atukue na kile. Alafu Abraham abaki maskini kabisa. Yeye anajua huyu Abraham na mifugo yake huyu ataishiwa majani, tafika mahali ataanza kuja kwangu. Naomba malisho. Amen. Amen. So akawa ana hiyo mind. Basi akaondoka akaenda. Alivyoondoka akaenda Sodoma. Kama ulisoma pale vile sasa hivi, Sodoma ilikuwa ina watu ambao walikuwa na mambo mabaya kabisa kutokumpendeza Mungu. But this brother, lakini huyu ndugu Lut was blinded. Yeye alikuwa ameshapofushwa. Hakujali. He was ready to go anywhere. Alikuwa tayari kwenda ili tu apate ule utajiri. Amen. Hey. Amen. Now let me tell you brother.
We have some brothers who don't care. Ajali. Tuna baadhi ya ndugu na wadada hawajali, yani they can go anywhere, Wanaweza kwenda popote, everywhere, kila mahali. they can do everything, Chochote wanaweza kufanya. kwa sababu tuna kioo ni waaminifu. Sasa mtu akaenda miongoni mwa watu ambao wanafanya mambo mabaya yasiyompendeza Mungu, ili mradi tu anataka apate ile mali pale. Hey, Amen. that is very bad. Hiyo ni mbaya. Utakuta ndugu yuko kila mahali, watu wanatukana, watu wanalaani kama ni baa. Mmoja ameambiwa tu njoo tuongee dini fulani, ndugu yuko kwenye watu hata na watu wanapita, yaani haimsumbui. Lakini I believe, Lakini naamini a true Christian, Kristo halisi will be bothered with that. yeye atakerwa na hiyo. Yaani Lutu pamoja na vile vitu vyote vilivyoko kule, ile hali ya wale watu ingemsumbua. Amen. Na ingemfanya apoteze interest. Amen. Lakini he was so much blinded, Yeye alikuwa amepofishwa sana. mpaka hakujali. Amen. 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 Kwa hiyo akaenda. Akaenda Ibrahimu akabaki peke yake sasa. Alipobaki peke yake sasa amerudi pale sasa. Na akamlilia Mungu. Mungu, hebu nionyeshe kitu fulani. Mungu akamwambia hivi, inua sasa macho yako. Kumbuka alikuwa hapo, akakaa, akaondoka, alafu akarudi pale pale, alafu akamwambia Mungu fanya jambo fulani. Alafu Mungu akamwambia inua macho yako sasa uangalie. In other way, kwa namna nyingine alikuwa kwenye nchi ambayo Mungu alikuwa anataka aimiliki. Alikuwa yuko around pale pale wa Mungu anataka pamiliki, lakini hakuwa anaona. Amen. Ndio sasa akarudi pale pale alipokuwa. Aliondoka akarudi pale. Hakuweza kuona. Ndio maana kumbuka inspiration yangu, panda huku juu ni kuonyeshe. Ndio. Amen. Panda huku juu ni kuonyeshe. Amen. Kwa hiyo akafika pale, Mungu akamwambia inua sasa macho. Angalia huku na huku na huku. Amen. Amen. Hiyo nchi yote unayoiona nitakupa. Hebu niseme kitu fulani wakati naendelea mbele. Unajua alifika wapi? Alifika kwenye wakati wa Laodikia. Amen. Blind, hofu. Sikiliza. Hakukuwa na shida na wito wake. Amen. Aliyemwita alikuwa ni Mungu. Amen. Amen. Lakini alihitaji kitu cha ziada ili aweze kuona. Amen. Amen. Amina. Alihitaji kitu cha ziada ili aweze kuona. Tatizo lake halikuwa wito. Amen. Tatizo lake ilikuwa ni kwamba haoni. Amen. Ndio maana Laodikia nawe hujui. Umaskini, kipofu, mnyonge. Amen. Alafu sura yake sasa hivi panda huko juu sasa nikuonyeshe. Amen. Your problem, shida yako is not your calling. Sio wito wako. Is that you cannot see. Ni kwamba tu huwezi kuona. Amen. Amen. Amina. Amen. Sasa alivyo akainua macho akaangalia huku leo, alafu Mungu akamwambia hivi, sasa tembea. Hebu nafikiri watu wanapotea, naona kama watu wanachukua kwenye usingizi. Lakini nataka ili kitu tusikikose kabisa. Haleluya. Turudi pale kwenye yale maandiko ili tuwe pamoja mwelewe ninachokisema. Mwanzo 13. Mwanzo 13. Anasema hivi, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, alipokwisha kuachana na yule jamaa, akamwambia hivi, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapa ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Amen. Amen. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa amekuja na wito wake ulikuwa ni sahihi. Amen. Lakini alikuwa haoni. Amina. Amen. Amen. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Tukienda mstari wa kwanza, ondoka ukatembee katika nchi hii katika mapana yake. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa nilisema hivi kwamba
Ibrahimu alikuja mpaka akafika pale akawa hana pa kwenda tena. Lakini hapa sasa Mungu anamwambia inuka, inua macho yako, uangalie sasa nchi. Hii yote nimekupa. Alafu kitu cha pili anamwambia inuka, arise and now walk. Inuka na sasa utembee. So the problem that he could not walk, na shida kwamba alikuwa asingeweza kutembea, it is because he could not see. Ilikuwa ni kwa sababu hawezi kuona pia. He just accepted the call. Yeye alikubali tu ule wito, but he could not see. Lakini alikuwa haoni. Na hiyo naamini ndio tumekufika mahali hapo. Amen. Jamii kubwa ya waamini kwamba God called us. Mungu ametuita. There is no problem with that calling. Hakuna shida ya kuhusu wito. But it seems that we cannot walk. Lakini kile kitu kwamba hatuwezi kutembea. When we do inventory of our own life, tunapojaribu kujitathmini wenyewe, we see that we are the same Christian. Tunajiona tu Wakristo wale wale. Tuko pale, year in year out. You don't walk. Hautembei. Why? Kwa nini? Because you don't see. Kwa sababu hauoni. The problem with Abraham, shida ya Abraham haikuwa wito. Amen. Halikuwa haoni. Amen. Amen. Kwa nini alikuwa haoni? Kwa sababu alikuwa ameambatana na Lutu. Amen. Yes, God called us. Ni kweli Mungu ametuita. But we try to carry everything. Tunajaribu kuchukua mambo yote. We try to be like a worldly. Tunataka kuwa kama ulimwengu. Amen. Amen. Tunataka kuvaa kama walimwengu kidogo. Tunataka kusuka kama walimwengu. Amen. Amen. And that is the problem. Na hiyo ndio shida. That we cannot walk. Kwamba hatuwezi tena kutembea. We are in the land. Tuko katika nchi. But we don't see that land. Lakini hatuioni hiyo nchi. And that's why we cannot walk. Na ndio maana hatuwezi kutembea. Amen. 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 So what we need, kwa hiyo kile tunahitaji, we need a voice, tunahitaji sauti that will tell us, ambayo itatuambia kama Peter, panda huko juu. Amen. And I will show you things. Na nitakuonyesha mambo. Amen. So, kwa hiyo Abrahamu akainuka sasa. Baada ya kuwa ameiona nchi. Amen. Amen. Akaanza kutembea. Na unajua maandiko yanatuambia kuwayo wa miguu unamaanisha kumiliki, Hallelujah. So he started possessing. Kwa hiyo akaanza kumiliki. The reason we cannot possess, sababu kwamba hatumiliki, is because we have come to a place, kwa sababu tumefikia mahala we don't see, hatuoni. Lakini ujumbe, mwaliko, kama anavyosema mchungaji, ni sahihi. Amen. Ujumbe ni wa kweli. Amen. Amen. Lakini si we cannot possess. Kwamba hatuwezi kumiliki. Ni kwamba tumefika mpaka pale kweli Mungu alipotuita twende. Amina. Lakini tunahitaji separation. Utengano. So that we can see. Ili tuweze kuona. What blinds you, kile kinachokupofusha, is that you are trying to be a worldly Christian. Ni kwamba vile unajaribu kuwa Mkristo fulani wa kiulimwengu, instead of being worldly Christian. Badala ya kuwa Mkristo wa kineno. Amen. Amen. So, asante sana. Kwa hiyo nataka uone hiyo. Na mtu asije akakudanganya kwamba ujumbe ni wa uongo. You see, unaona watu wanakanusha ujumbe. Sio kwamba hawakuitwa. Yeah. It is because they don't see. Kwa sababu haoni. Ndio maana Ibrahimu alifika mahali haoni, akaanza kuzurura. Hakurudi alikotoka, lakini hajui pia anakokwenda. Amen. Anaanza kwenda mara yuko Misri. So you see people, kwa hiyo unaona watu tunafika mahali ujumbe sio wa kweli. Anaukana. Ujumbe sio wa kweli, lakini hawezi kurudi alikotoka. Amen. Tatizo ni kwamba they don't see. Hawaoni. Na kwa sababu hawaoni, they cannot walk. Hawezi kutembea. Amen. Amen. So, Amen. Abraham akafika mahali akaona. Amen. Amen.
account. Sasa nataka tulete hilo katika hali ya wakati wetu. Amen. Mara nyingi unajua tunahubiri, na tukihubiri Laodikia tunachukua Pentecoste tunaiweka pale, alafu sisi tunakaa pembeni. Yeah. Amen. Now, that is the trick of the devil. Hiyo ni mbinu ya shetani. I want you to understand Nataka ujue that we are dealing with spirits. tuna dili na roho. Roho ambazo zinashambulia uamsho. Amen. So don't ever try to take Catholic and put it Jaribu there. kuchukua Katoliki ukaweka pale. Tukisema muhuri wa kwanza farasi mweupe, Katoliki tunamweka pale na Papa. Tukisema Laodikia tunachukua Pentecost tunamweka pale, and then we are here. But the problem is we don't move. Amen. Hatusongi mbele. Amina. So, Kwa hiyo tatizo la Laodikia kama lilivyokuwa tatizo la nyakati zingine is the spirit of the devil ni roho ya adui in that age. katika huo wakati. The way it works, Vile ilikuwa ikifanya kazi. not for just Pentecostals, sio kwa Pentecoste tu. Amen. Whenever it sees the move of God, Mahali popote anaona mjongeo wa Mungu, that spirit enters ile roho inaingia and it starts working. na inaanza kufanya kazi kinyume. Amen. Amen. Na namna inavyofanya kazi katika wakati wa Laodikia, it makes the church blind. Inafanya kanisa liwe kipofu. Masikini, kipofu na uchi. Amen. Don't put it out there. Kwa sababu hiyo ni roho. Ni roho ya shetani. Amen. Labda sitahubiri. That is the mystery of iniquity. Hiyo ndio ile siri ya uasi. Lile fumbo la uovu. Amen. Jinsi ambavyo shetani amekuwa akidanganya kanisa kila wakati. Amen. Amen. Kwa hiyo roho inapoanza kuwa kuna move ya Mungu, hiyo roho inakuja among you. Amen. Katikati yenu inawapofusha. Amen. Amina Bwana Yesu. Na ikiwapofusha inakwambiaje? Huyu mjasali, kwa kuwa wewe wasema mimi ni tajiri. Si tuna ujumbe. Amen. Ujumbe ni wa kweli. Amen. Pentecoste. Hiki mimi ni tajiri. Sina haja na kitu. Yeah. Amen. So that is how we feel. Hiyo ndio tunavyojisikia. That we are better. Kwamba sisi ni bora. Now there is no problem with kwenye wito. Hakuna shida kwenye wito. Ndio maana nikasema ile Laodikia. Ili uelewe kwamba Ibrahim naye alikuwa na wito wa kweli, lakini alifika mahali akawa haoni. Amen. Na tatizo la kutokuwa likampelekea kwamba hawezi kutembea. Amen. Lakini wito aliokuwa nao ulikuwa ni sahihi. Amina. Mwaliko ulikuwa ni sahihi. Amen. 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 So he needed something extra. Alikuwa anahitaji kitu cha zaidi. Tunahitaji jambo fulani la zaidi. Amen. Hatukuitwa amen. Amen. Tuseme sisi ni waaminio. Amen. Wanawake wafuge nywele. Sijui wanawake wafanye hivi. Hayo yote ni mambo mazuri. Amen. Amen. Amina. Lakini tumeitwa kuna mambo makubwa. Amen. Tutaenda bila tutaona. Mungu anisaidie. Amen. Kuna mambo makubwa ambayo lazima tuyafikie. Amen. 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 So nisome kitu fulani hapa kwa ndugu Branham. Okay, hii labda niache kwa. Nabii alikuwa anazungumza hapa kitu fulani kwamba anasema alikuwa anahubiri ujumbe wa kufanya wana wenye mamlaka. Anasema huu ujumbe sio kwa ajili ya watu ambao tu wametoka Misri. Yaani ndio umetoka tu Misri hapa. Unahitaji kitu fulani kikubwa zaidi kuingia mahali uanze kuona mambo katika uhalisia. Amen. Amina. Umekuja mpaka umefika hapa, lakini unahitaji kitu kingine cha ziada kukutoa hapa ulipo kusonga mbele. Amina. 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 Mungu awabariki sana. Amina. Ndio maana nikaenda somo langu, God oriented Christian. Kristo mwenye lengo. A true Christian. Kristo wa kweli. He is always aiming for something. Lazima mara zote anakusudia jambo fulani. Ana kitu anataka kuachieve. Amen. Ndio maana tunasema sio kwamba nimekwisha fika.
au nimekamilika, bali nakaza mwendo, nafanya jambo moja, nasahau yote yaliyopita, nakaza mwendo, nasonga mbele ili nifikie ile thawabu ya mwito mkuu. Amen. Amen. So brother, na tunasema we are bride, sisi ni bibi harusi. Stop that. Acha hiyo. But lakini potentially kwa kuanzia you are, wewe ni bibi harusi, because this message, kwa sababu ujumbe huu was sent, ulitumwa to prepare that bride, kumwandaa huyo bibi harusi. But you have not reached, lakini wewe hujafikia that what Brother Branham called bride. Kile ndugu Branham alikiita bibi harusi, because he said, kwa sababu yeye anasema there will be bride the wedding, kutakuwa bibi harusi neno. Na Mungu akamwonyesha ono ambalo ameliita kama preview of the bride, ule muonekano wa kimbele wa bibi harusi. Amen. Naamini ni jambo lile lililosoma kwenye maandiko, nitakuwa na kanisa lisilokuwa na doa wala kunyanya. Amen. Bado unasengenya, you tell me you are that bride. Wewe ndio yule bibi harusi. You can't love, you tell me you are that bride. Hauna hata upendo, unasema wewe ni bibi harusi. Brother, ndugu, huyo bibi harusi, Yesu, I will have a church, nitakuwa na kanisa lisilokuwa na doa wala kunyanya. Amen. Amen. You can't love your brother and tell me you are that bride. Wewe umpenda ndugu yako na unasema wewe ndio yule bibi harusi. You know that there is something called perfect love. Wewe unajua kwamba kuna kitu kinaitwa upendo mkamilifu, perfect faith, imani kamilifu. Amen. I want you to see that land. Ninataka wewe uione, uitazame hiyo nchi. And when you will see, na wakati utaiona, you will start walking. Utaanza kutembea. Amina. Kwa sababu kuna namna tumejitengea kibanga. Jeshi nafikiri hata kibanga. Kakipande fulani hivi, sisi ni bibi harusi. But we don't walk. Lakini hata tutembei. Amen. Na kuna masengenyo ndani yetu. Amen. Amina. Brother, sister, dada, you cannot dress up like a Christian. Huwezi tu kuvaa kama Mkristo and you say you are a bride. Na unasema mimi bibi harusi. Those are little things to be done. Hayo ni mambo madogo sana yanayopaswa kufanywa. Kwa sababu Ukristo sio kuvaa vizuri. Amen. Lakini Mkristo wa kweli anajua kuvaa vizuri. Amen. Kwa sababu yule kijana alimwendea Yesu akamwambia, mwalimu wema, nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa mbinguni? Akamwambia, umeenda mbali. Do you know the morals? Je, unajua maadili? Maadili tu ya kawaida, uheshimu baba yako na mama yako. Usiseme uongo. Amen. Usishuhudie uongo. Those are just morals. Hayo ni maadili. Ngoja nikwambie kitu kingine tena. Katika wakati wa Laodikia, that spirit of the devil, hiyo roho ya ibilisi inawafanya watu to lock out Jesus, kumfungia Kristo. Wanamfungia Yesu nje. Amen. Why? Kwa nini? Because they feel they are rich. Kwa sababu wanawazia kama ni matajiri. They are satisfied. Wao wamejitosheleza. Dada, vaa vizuri. I'm a believer. God predestinated me. Mungu alinichagua kimbele. Mungu alinichagua kimbele. And you lock out Jesus. Na unamfungia Yesu. Kwa sababu hiyo ndio hali ya Laodikia. Ndugu, enenda kama Mkristo. Amina. I'm a believer. Mimi ni mwaminio. Nilikusudiwa kimbele. Nisingeamini ujumbe kama nilikusudiwa kimbele. Brother, kuna wengi walitoka Misri na walikufa jangwani. Amen. Saidia Bwana Yesu. Amen. Dada, okay, this one, ili tanifanya nachukia, but I'm preaching the gospel, I'm responsible. Vaa viatu vizuri. You lock out Jesus. Unamfungia nje. And you cry, Jesus. Na unawaki Yesu. I'm a bride. Mimi ni bibi harusi. Let me tell you. Let me kwambie. There are many things. Kuna mambo mengi to fight. Ya kupigana, ya kushindana. Kumiliki. Ili umiliki. Kwa sababu kama ulisoma ile sura, kila mahali na huyu Mwanzo anasema hivi. Kwenye 15 sasa hivi. Na siku zile Wakaanani na Waperizi
walikuwa wakikaa katika nchi ile. Amen. There is a land Kuna nchi for you to possess, ya wewe kuimiliki. lakini kuna Wakaanani Amen. na Waperizi Amen. wanakaa ndani ya hiyo nchi. Amen. And huwezi tu kujiadibisha vizuri tu kama Mkristo wa kawaida. Kumbuka, I don't have any problem with your calling. Mimi sina shida yoyote kuhusu wito wako kwamba uliitwa. Yeah. Amen. Sina shida. Amen. Uliitwa. Amen. Ni kweli. Lakini you have come to a place, Lakini umekuja ukafikia mahali you don't see, uoni and you have locked Jesus out. na umemfungia Yesu nje. Amen. Amen. Hey. Amen. Na unaamini wewe ni bibi harusi. Na unasubiri unyakuo. Let me tell you people. Hebu ngoja niwaambieni watu. Rapture Unyakuo is a mighty thing. ni kitu kikuu. Amen. Hey. It's something Ni jambo you need to walk unahitaji kutembea and possess na kumiliki and fight na and kupigana fight na kupigana until you come to that mpaka place. unafikia hapo mahali. Sisemi hiki kwa kubuni. I have read it from Brother Branham. Nimelisoma hilo kwa ndugu Branham. Naamini Mungu amenifunulia pia. Amen. Hey. Amen. So I want my aim is what I want you to come up hither. Wazo langu ni kutaka Panda huku juu. hata huku juu. Ili nikuonyeshe mambo. Amen. Hey. Kwa hiyo unaona hii Laodikia. Usiipeleke kule nje. Amen. The devil will kill you. Shetani atakuua. Wewe utakuwa ni mtu ambaye uko unashangilia moto unachoma nyumba ya wengine, kumbe nyumba yako huku inawaka moto na sisi. Amen. 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 You must see things clear. Lazima uone mambo ipasavyo. Na sababu kwamba you don't see, Na kwamba uoni. sababu kwamba hauoni ni kwa sababu umebeba hayo mambo. Amen. Tatizo la Ibrahimu haikuwa wito, ilikuwa kwamba alijaribu kuenda na huyu jamaa ambaye yeye yuko world minded. Amen. Ana mambo tu ya kilimwengu. Your friends out ni watu wa marafiki zako ni wa ulimwengu. Yeah. Unapokwenda ni kwa watu wa ulimwengu. Hutaki kuwa associate na Wakristo. Na unasema wewe ni Mkristo. Na unasema wewe ni bibi harusi. Arise and see. Inuka na utazame uone. After seeing you can walk. Na baada ya kuona unaweza kutembea. You are the same Christian. Wewe ni Mkristo yule Because you don't see. kwa sababu hauoni. Hey. Amen. You need to see, then you can walk. Unapaswa kuona ndipo uweze kutembea. Kwa hiyo unaona hili kanisa sasa wakafika mahali ni kipofu, maskini na uchi, na wamemfungia Yesu nje na hawajui. Amen. Hey, Amen. usiliweke kule nje. Nimesema ni roho ya Ibilisi ikiingia miongoni mwa watu inawafanya watu wawe satisfied. Waweona wamejitosheleza. Wameridhika. You're still a football fan. Wewe ni bado ni mshabiki wa mpira. But you call yourself a bride. Lakini wewe unajiita bibi harusi. Unaweza ukaenda mahali popote, ukaenda sehemu yoyote unayojisikia kwenda. Unaweza ukachukua maneno ya ndugu ukayasambaza. Na tukikuuliza unajua nukuu. Amen. Ndugu, huu ni wakati wa mwisho. Brother, Ndugu, you need to see. unahitaji Hayo mambo yamekufanya hauoni. Amen. Amina. Amen. Amen. Utakapoanza kuona utatembea. Amina. Na ukiwa unatembea utakufanya inventory ya maisha. Ukifika hapa utagundua nilikuwa pale mwenyewe. Sasa hivi niko hapa. Amen. Utaona hali yako ya maombi itabadilika. Kanisa litasonga mbele. Amen. Utakapoanza kuona. The problem is that we don't Shida ni kwamba hatuoni. Amen. Amina. Sasa naamini leo nitamaliza mapema. Sasa leo nitakuwa kama mjachidai nadhani. Amen. Sasa nataka sasa tuone kitu ambacho tumeitiwa. Lakini aim yangu sasa,
aim yangu hasa ni kwamba I want you, ninataka wewe to come up here, kupanda juu, ushinde hivyo vitu vidogo vidogo vya ulimwengu. Amen. Because they blind you. Kwa sababu vinakupofusha hivyo vitu. Na kwa sababu unapofuka huwezi kutembea. Amina. Amen. Amen. Na kwa sababu pia umepofuka, huoni hiyo nchi. Amen. Uko pale pale ambapo nchi ipo, lakini huioni. Amen. Amina Bwana Yesu. Amen. Amen. So, okay. Sasa nataka turudi pale, twende kwenye ile Ufunuo sura ya 3 mstari wa 21. Mstari wa 21. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Hapo. Malizia. Kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Brother, unaweza kwa Kiingereza? Anasema to him that overcome, yeye ashindaye, will I grant to sit with me, nitampatia zawadi ya kuketi pamoja nami in my throne, katika kiti changu cha enzi. Yani ndani ya kiti changu cha ndani ya kiti changu cha enzi, in my throne, ndani ya enzi yangu. Even as I also overcame, kama vile ambavyo mimi nilishinda pia, and I'm set down, na nimeketi with my Father in his throne, na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Mungu awabariki sana. Ndani ya kiti chake cha enzi. Kumbuka sasa, nataka tusogee kwenye maji marefu kidogo. Amen. Kumbuka huu ni wakati wa Laodikia. Amen. Na hii unajua kila wakati wamepewa ahadi. Amen. Yeye ashindaye, amen, itakuwa hivi. Yeye ashindaye, itakuwa hivi. Na huu wakati ambao ni kipofu, uchi, maskini, haujui, wenyewe uliambiwa kwamba yeye ashindaye, yeye atakayeshinda hizo roho za huo wakati, za social media. Amen. Amen. Those enticing spirits, hizo roho zenye kushawishi. Unajua what is enticing? Kushawishi au roho inayoshawishi actually inakufanya urelax. Entice sio kushawishi kwa maana ya kuinfluence, ni kushawishi kwa maana ya kufanya una relax. Yaani kama unakuwa doped, wanakupa madawa kama ya kulevya hivi, na kufanya uridhike, you feel I'm Christian. I'm Christian. Amen. Don't touch me, I'm Christian, I'm believer. Niguse mimi mwaminio Kristo. Those who overcome those spirits, hao wanaoshinda hizo roho, and they become fired Christians, na wanakuja kwa Kristo wa moto. The love of God burn in their heart. Pendo wa Mungu kichoma mioyoni mwao. Amen. Amen. When you will overcome, wakati utashinda that world spirit, hiyo roho ya kilimwengu, of social media, ya mitandao ya kijamii, that drains, ambayo inakausha your soul, nafsi yako. Amen. You are so much drained, wewe umekaushwa sana till you cannot pray, mpaka hata huwezi ukaomba. You are so much busy, wewe uko busy, and you don't know what thing are you doing. hata hujui unafanya jambo gani. When you wake up, wakati unaamka, you are busy. Uko tayari busy. YouTube, uko umeingia LinkedIn, umeingia huko, WhatsApp, Facebook, this, that. Kile. Amen. And you don't pray. Na uongo. Brother, ndugu, that is a spirit. Hiyo ni roho that will drain you, ambayo itakukausha. Hey. Amen. Hapo ndipo Daudi anasema kama ayala ionavyo kiu mito ya maji. Amen. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu. Amen. That spirit, that spirit makes you relax. Inakufanya wewe uridhike. It makes you religious. Inakufanya wa kidini. That it is okay.
kwamba mambo yote safi. I believe the message. Mimi naamini tu. Mimi ni mwaminio. But you are so much drained. Lakini umekauka sana. Amen. Amen. You are so much drained. Umekaushwa Such a way kiasi kwamba you don't love to come here hata utaki kuja hapa when there is service. Wakati kuna ibada. You don't feel at all. Haujisikii kabisa. Why? Kwa nini? Because of those spirits. Kwa sababu ya hizo roho hizo. There are demons. Hayo ni mapepo That drains people. ambayo yanakausha watu. Until they suffocate. Mpaka hata wanashindwa kuwa hai tena. They don't feel even that they are Christians. Hawawezi hata kujisikia kwamba wao ni Wakristo. Amen. Amen. Hawajisikii. Sio kwamba tu hawajisikii kuja ibadani. Amen. Hey. Amen. You are so much drained. Wewe umekauka sana. In such a way, mpaka kiasi kwamba you only see faults. unaona tu simu. Faults. Makosa, unaona makosa tu. Makosa tu. Those are spirits, brother. Hizo zote ni roho. And they blinds you. Na zinakupofusha. And that's why you cannot walk. Na ndio maana hata utembei. Amen. Hey. You are so much drained with politics. Umekaushwa sana na mambo ya siasa. Let me say this. Hebu ngoja niseme hivi. Brother, look, there is no politics. Hakuna siasa that will bring this earth on stability. Ambayo ina uwezo wa kuirudisha hii dunia tena kwenye utulivu wake. Irudi kwamba unasema tutachagua sijui chama fulani ndio kitatuongoza vizuri. I'm not here to make politics. Hata hivyo mimi si. But I'm telling you according to the prophet of God, kulingana na nabii wa Mungu, that the world ulimwengu must come to an end. Lazima ufikie mwisho. Amen. Politics are corrupted. Siasa zimeshindwa. I don't care. Sijali what kind of system mfumo gani you want to implement, ambao wewe ungejaribu kutumia, whether it's dictatorship kama ni kudikteta or democratic, au demokrasia, it will not bring stability. Haiwezi kuleta utulivu tena kwenye dunia hii. Amen. Hey. Amen. But those spirits lakini roho will keep you busy, zinakufanya wewe very much busy, uwe uko busy until you want to become an activist. Hata unatamani kuwa kama mwanaharakati. Amen. Amen. Hey, I want you to know these spirits. Nataka wewe usijue hizi roho. Because we normally put them out there. Kwa sababu mara zote tunaziweka huko nje kule. Call Pentecostals and Pentecostals. But these spirits will drain you. Lakini hizi roho zitakukausha wewe. And you unaweza hata mwenyewe kujua kwamba you are not that way. Hauko vile hasa ulikuwa. Ulizoanza kumwamini Mungu. You are not the same way. Hauko vile. Sure, brother. You used to pray. Ulikuwa ukiomba. To read the Bible. Unasoma Biblia. Kweli kabisa. Some of you used to see even visions. Wengine wenu hapa mlikuwa hata mnaweza mkaona. Yeah. Nakumbuka miaka tunaamini ujumbe. We had people with the real gifts. Tulikuwa na watu ambao wana vipawa halisi. And those gifts, na hizo karama, were reliable. Zilikuwa za kuaminika kabisa. Hey. Amen. Where are they? Ziko wapi? Where are they? Ziko wapi? It is that spirit of Laodicea. Ni ile roho ya It Laodicea. has drained the life of God. Kausha imeondoa ule uhai wa Mungu. Yes, sir. And it entices you. Na inaendelea bado kukubembeleza bembeleza. You are a believer. Wewe ni mwaminio. You are a believer. Wewe mwaminio. Don't care. Hata usijali. Brother, come up here. Hebu panda juu hapa. Yes, Lord. Hallelujah. Come up here. Hebu panda huko juu. I will show you things. Nitakuonyesha mambo. There is a land to walk. Kuna nchi ya kutembea juu yake. Amen. Hey. Amen. And you sisters, Na nyinyi wadada, you try to take everything from social media. mnajaribu kuchukua mambo yote huko kwenye mitandao ya kijamii. Nabii anasema hivi. Kanisa moja ya makanisa wakati wa kanisa ulikuwa bora sana. Ulikuwa ni wakati wa Efeso. Amen. Amen. Anasema wakaanza
fikiria ulimwengu unawawaziaje kuliko Mungu anavyowawazia. Amen. And from that point, Na kutokea kwenye pointi hiyo wakaanza kushuka. wakaanza kuteremka ulimwenguni. Because he want to be Kwa sababu walikuwa wanataka, like that. You want to be kwa sababu wewe unataka kuwa like that sister in your office. kama yule mdada wa kule ofisini kwenu. And you don't want to be like Jesus. Na hutaki kuwa kama Yesu. You want to be like a certain neighbor. Na wewe unataka kuwa kama jirani yako fulani hivi. Hey, Amen. hata unavyosuka you want to be like somebody. Kama mtu fulani hivi. Kwa sababu umeona kwenye kwenye Instagram, kwenye nini, brother, look, we are old, Sisi tunamilikiwa. we are old. Sisi tumechagua, Tunapaswa kuwa bride the word. Sisi tunapaswa kuwa bibi harusi neno. And those Laodicean spirits, Na hayo maroho yote ya Kilaodikia they drain you. yanajaribu kukausha. Kweli kabisa. Amen. Okay, ngoja niwaambie kitu. Unaona Pentecostal is a denomination. Mimi nimezaliwa kwenye Pentecost. I know some of you were Pentecostals here. Anajua wengine wako mlikuwa wa Pentecost. This Pentecost Hii Pentecost is not the same Pentecost. huu Pentecost hii dhehebu sio Pentecost hii. Sio Pentecost ule tulioamini. Amen. Why? Kwa nini? Truly, Kiukweli they had a revival. walikuwa na ufufuo wa mshu. But those spirits Lakini hizo roho entered. zikaingia, They drained. zikakausha, They drained zikanyonya pale until they have no more preachers. mpaka hata kukatokea hakuna tena wahubiri. They just have motivation speakers. Wanatakia tuna wale ma motivation speaker wa hamasishaji. Amen. People don't have even the revelation of the word. Amen. Hawana Hawana. hata ufunuo wa neno. They motivate you. Wanakutia tu moyo, wanakuita. Amka saa 8 usiku uombe, umiliki malango ili ukienda kwenye biashara yako uuze. Amen. Brother, we are pilgrims and strangers. Sisi ni wageni na wapitaji. We are seeking Sisi a tunatafuta city na kutafuta whose builder yule and maker is ile God. ambaye mjenzi wake na mbuni wake ni Mungu. If you are blessed, Kama umebarikiwa, there's no problem with hakuna that. shida na hilo. But we are not seeking that. Lakini hatutafuti We hiyo. are seeking a city. Tunatafuta mji. We are pilgrims. Sisi ni wageni. Asante Bwana Yesu. See outside there. I want now you to see there. You will understand what I'm saying. Hebu jaribu kuona kule nje, utanielewa. Kipimo cha kuwa na Mungu sasa imekuwa ni world materials. Mambo tu ya kiulimwengu. Materials. Vitu. Mali. Why? Kwa nini? Because of that spirit. Sababu ya ile roho. You remember? Na ukumbuke, Spirits don't die. roho hazifi. And also remember, Na pia ukumbuke, that spirit hiyo roho is against the spirit of God. iko kinyume na roho wa Mungu. Wherever there is spirit of God, Mahali pana roho wa Mungu, that spirit will enter. lazima ile roho chafu ya Laodikia inaingia. Kwa hiyo haitakuwa muda mrefu. We will not have preachers if we are not careful. Na kama hatutakuwa makini, haitachukua hata muda mrefu. Tutakuwa na motivation speakers. Amen. Wanakwambia ndugu, amka, omba, umiliki malango, watoto wako wanarogwa. Let me say this also. Hebu ngoja niseme na hili hapa. You know we are so much trouble. Tunajua tunasumbuka na mengi We sana. are so much trouble. Tunasumbuliwa sana. We have come to a place Tumefika mahali ambapo like Abraham. kama Abrahamu, We wander everywhere. tunazunguka. Kila mahali tunataka kwenda. We want to believe every gospel. Tunataka kuamini kila injili. Brother, Ndugu, we have been called by God. sisi tumeitwa na Mungu. God is taking care of you. Mungu anazingatia kuhusu sisi. That's right, brother. Sisemi hakuna wachawi. Amen. Most of the time nasikia watu wanasema wachawi. Sisemi hakuna wachawi. But brother, let me tell you. Lakini ndugu, ngoja nikwambie. I know a man. Ninamjua mtu. Alikuwa anasafiri baharini hivi. Amen. 1,000 of demons. Mapepo. Maelfu ya mapepo yakamuona kwenye ile mashua. Amen. Akasema leo sasa tunamzamisha. Amen. Yakavuruga bahari. Hey. Amen. Yes, sir. And that man Na huyo had God in him.
alikuwa na Mungu ndani yake. And because God was in him, Kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake, he didn't care yeye atakujali until he slept. mpaka hata akalala kabisa. Akalala usingizi. Amen. Mpaka anamwambia Bwana, tunazama. Amelala. Amen. Why? Kwa nini? Because God was in here. Mungu alikuwa ndani hapa. Brother, let me tell you, Hebu ngoja nikwambie. when we were Pentecostals, Wakati kwa Pentecost. wachawi walihama nyumba tulizokuwa tunaishi. Amen. Now, Sasa where is that God? Mungu huyo yuko hapa. Yes, sir. Hiyo ni kweli kabisa. Amen. Amen. Mapepo sasa tutamzamisha huyu bwana. Najua mnamjua na mzungumzie. Amen. I know you are Bible readers. Unajua nini nasomaji wa Biblia? You know that man. Naambia huyo Ambaye mapepo alikuja akataka kumzamisha akiwa akalala kabisa. He didn't care. hata kujali. Akalala wakamsha. Bwana tunaangamia. Bwana jamaa mmoja kama hivi. Yes, si kitu kwako kwamba tunaangamia. Yaani inaona huoni kama ni jambo la maana kwamba sisi tunaangamia. Umelala. Amen. Akaamka akaweka Mungu akasema hivi, kuwe shwari. Amen. Ikawa shwari. Amen. Ndio. Wale wa Israeli wakati mmoja walikuwa utumwani. And this man Moses, Musa akakutana na Mungu huko. Amen. And God sent him. Na Mungu akamtuma. Akamwambia go. Then I will be with you. natakuwa nawe. Akaenda akamwambia Farao, waachie hao watu. Farao akasema siwaachie. Mungu akamwambia nitakuonyesha. Amen. Akampa ya kwanza. Akamwambia Musa njoo tuongee. Kaongea akamrubuni, akamdanganya. Mungu akampa ya pili. Amen. Ya tatu, ya nne. You know, Unajua Farao akamwita Musa. Musa njoo ikulu kama bana. Kuanzia leo toka nao watu wako. Amen. Alikuwa anawashikilia lakini alifika mahali akamwambia toka. Ondokeni. Amina. Nabii akasema hivi, I am so glad Nina furaha sana that a man kwamba mtu can live so much in the presence of God anaweza akaishi sana kwenye uwepo wa Mungu until the devil mpaka hata huyu ibilisi will don't know what to do with him. hata jua afanye nini na huyo mtu. So brother, Kwa hiyo ndugu, you can just live in the presence of God unaweza tu ukaishi kwenye uwepo wa so Mungu much, sana so deep, na kilindi sana in prayer kwa maombi and fasting na kufunga and reading the word na kusoma neno until the demons mpaka mapepo and witches na wachawi will don't know what to do with him. hawatajua hata wafanye nini juu yako. And will not come here and say, Na hey, wachawi, wachawi. No, brother. Hakuna We ndugu are yangu. past to that. Sisi tumepita hiyo. We have a land ahead Sisi tuna nchi mbele yetu to walk kutembea and to possess. na kumiliki. Amen. Hey, That's- so Kwa hiyo it is not, the witches is not a problem. wachawi hata sio It is your changamoto. problem Ni changamoto that yako. you don't live enough in the presence of God. Ni shida yako kwamba Once you live enough in the presence of God, kama utaishi vya kutosha that kwa problem hayo matatizo. is automatically solved. Yaani moja kwa moja yeye ameshajitatua yenyewe. And when something happens in your life, Na kwa hiyo jambo linapotokea maishani mwako it is God ni Mungu trying yeye akijaribu and testing na kujaribu his wewe children. mtoto wake. Hatutaki kuwa Wakristo ambao kila muda tunaamini mtoto akiumwa tumerogwa. No. We are not that Christian. Sio Wakristo wa aina hiyo. Sijui kile umeota hiki. Hey, ni wachawi. Listen to me. Nisikilize. Yesu alisema hivi, tazama nitakuwa pamoja nani Amen. hata ukamilifu wa dahari. Amen. Nasema sasa maandiko hayatanguki. Haya sana. I will be with you. Takuwa pamoja nanyi. Even in you. Hata ndani yenu. Amen. 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 So, kwa hiyo unataka kuniaminisha kwamba wakati Yesu anakuja kukuroga alikuroga wewe na Yesu. Wakati mtu anakuja kukuroga wewe na Yesu. We must take our faith and put it in the Bible. And believe that it is true. Na tuamini kwamba ni kweli. Jaribu alikuwa pale isipokuwa kawaida ya wanadamu. Amen. Na katika kila jaribu Mungu ataweka mlango wa kutokea. Amen. Haleluya. Amina, amina ndugu. Kuna siku tutakukuta umeenda kuchukua maji. Hapa. Kwa sababu unaamini umerogwa.
Wakati God is trying to test you. Wakati Mungu anajaribu kupima. Kwa sababu maandiko yanasema hivi, Ibrahimu baada ya kuvumilia akaipata ile ahadi. Sasa unataka kuvumilia. Amen. Brother, sisi sio hatujaja hapa kuamini mazinga ombwe. Kama tunachukua makaratasi tunaweka hivi tukitoa hela. No. Amen. We have been called to believe. Tumeitwa kuamini. Ibrahim was told, I will give you a child. Nakupa mtoto. He stayed 25 years. Ilikuwa miaka the same thing. Akiamini jambo lile lile. Amen. But God will give me. Na kwamba Mungu atanipa. Hey. Amen. So I want you brothers. Kwa hiyo ninawataka ninyi ndugu. When you go through temptation, wakati mnapitia katika majaribu, don't jump around. Hebu usirukeruke. And say, that brother, yule ndugu is a witch. Ni mchawi, Because kwa sababu mmoja mzee alikuja hapa akasema kwamba kuna mtu alienda kanisa moja huko akaenda akafanya mikono hivi. Unakumbuka hiyo? Akafanya mikono hivi afu watu hawakuimba. That is so much weak God you have. Huyo ni Mungu mdhaifu mlio nayo. Ambaye anafunga kwa kuweka mikono hivi. Amina. Brother, ndugu, I know Peter. Unajua Petro ambaye alikutana na mtu mmoja anaitwa Simoni mchawi. Yule mchawi alikuwa anafanya mbwevu na mbwevu. Peter alipofika pale, uchawi wote ukakaa chini. That is God we believe in. Yule ndio Mungu tunamwamini. We don't believe a weak God. Hatuamini Mungu. That when you do this, kama ukifanya you cannot sing. Hawaimbi. Bora tungebaki kwenye miungu yetu amini wakati wa Amen. We are believing tunaamini Almighty God. Amen. I want you to be strong Christian. Unajua ninataka kuwa kama Wagalatia. Wagalatia walianza vizuri alafu baadaye wakaanza kuserereka. Na Paulo akamwambia, "Hey Wagalatia msio na nani aliyewaroga?" Amen. Hey. Amen. Nataka kwanza kuchukua sheria na kile huku kila kitu nataka kuchukua why? Akamwambia, "Sio tu kwamba mnamjua Mungu. Ninyi mnajulikana na Mungu." Amen. Maandiko yanasema Mungu inscribe. Unajua kuinscribe? Amekuchonga huko. Yaani kuinscribe sio kuandika. Yaani amekuchonga kama chapa. Amen. Because there is no way Mungu atakufuta. Hakuna namna. The only way ni kumkata Mungu mkono. Amen. So I want you to be solid Christian. Ninataka mwa Kristo full-fledged, ambao mmejaa with power, mmejazwa na nguvu and faith, na imani. Sasa sabuni kwa wewe kila akiugua mtu wa kwanza na wa pili, sababu yule ndugu nilimwona alikuwa analala anafanya hivi. Amen. 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 Be solid Christian. Kristo kweli kweli. Those are little things. There are things to work. Hayo ni mambo madogo. Kumbuka Wakanaani na Waperizi walikuwa wanakaa kwenye hiyo nchi. Amen. Hey. Amen. So we are getting deep, eh? Kwa hiyo tunazama hapo. Nataka nimalize niende bila tuna. Kwa hiyo I was saying about these things kwamba there are spirits, kuna roho and demons na mapepo that drains you, sister, ambayo yanakukausha wewe. You young men, nyinyi vijana, you young men, nyinyi vijana, where are the real fired young men? Wako wapi wale vijana wa kweli wa moto? Wako wapi? Where are the young preachers? Wako wapi wahubiri vijana? Siku hizi hatuoni watu wakileta watu kutoka mashuleni. Zamani tulikuwa tunasikia shule za wanafunzi. Amen. Mtu yuko shuleni. Niliwahi kusikia shule mtu alienda kanyolewa nywele hivi na mkasi kwa katika. Where are those testimonies? Ziko wapi hizo shuhuda? You young men, ninyi vijana. Amen. Yes sir. You know where did they go? Je, unajua mambo yalipotelea wapi? In that Instagram in your phone. Hiyo Instagram yako kwenye simu yako. Because back in the days we didn't have that. Kwa sababu hizo siku hizo hatukuwa nayo hayo mambo. That YouTube. Hiyo YouTube. Because you are so much busy with kwa sababu uko busy sana. You try to know what is this. Unataka ujue kuhusu hii. And what is that? Na lile pale. Mpaka nimefikia mahali sasa hivi believers, waaminio, wanamfuatilia mtu kama Diamond. Yeah. I don't have a problem with your call. Amen. Sina shida na wito wako. But you are drained. Lakini umekaushwa With those spirits. Na hizo roho. They will drain you.
till you don't know mpaka hata ujijue where to go. mahali unaelekea. You can just wander all around Unabaki unazunguka tu, unazurura kote kote until you find yourself in Egypt. mpaka unajikuta mwenyewe tena Misri. Yuko Misri wanakunyang'anya mke. Amen. 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 What do you need? Kile You unahitaji need to see. unahitaji Come kwenda up here huko and chini I will show you na things. nitakuonyesha mambo. Hey. Amen. So those spirits are working among Kwa us. hiyo hizo roho zinajaribu kufanya kazi miongoni mwetu. Hey. Amen. Sasa yeye ashindaye, yeye atakayeshinda hizo roho, Amen. a promise of this hour. Ahadi ya wakati huu. That was not promised in any age. Hiyo haijawahi kuwa ahadi kwa kizazi chochote, kipindi chochote. Read your Bible. Soma Biblia yako. Read your Bible. Hebu soma Biblia yako. That is a promise of this age. Hiyo ni ahadi kwa wakati huu. Yeye ashindaye katika huu wakati, katika hizo roho na hizo hali zinazokausha, and you can be real fired Na utakuwa halisi wa moto. and full of the Holy Na Ghost, uliyejaa Roho full Mtakatifu. of love. Umejaa upendo. Yeye ashindaye Yeye ashindaye. nitampa Amen. kuketi pamoja nami katika kiti changu Ndio. cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi katika kiti cha Baba yangu. Ni Amen. viti vingapi hivi? Moja. No. Yeye ashindaye Amen. nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, Amen. kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba katika kiti chake cha enzi. Hey, he that overcome, Yeye ashindaye I will give him nitampa to sit kukaa in my throne katika kiti changu as I overcame kama mimi and nilivyoshinda sit na nikakaa with my Father na pamoja na baba yangu on his throne. ndani ya kiti chake cha enzi. So Kwa hiyo Jesus Yesu is sitting anaketi on his throne. kwenye Oh no, kiti cha- on the Father's throne. kwenye kiti cha baba yake, But he is waiting lakini anasubiri for the overcomers. anawasubiri washindi. Hey, Amen. brother, let me tell you. Amina Mungu. Let me tell you, brother. Ngoja niwaambie tu. Where you are, Uko wapi? where you are. Pale ulipo, In this message, hapa kwenye uwepo there is a land, kuna nchi, but you just don't see. lakini wewe huioni tu. Amen. The problem is that you don't see. Shida ya kwamba wewe huoni. Yes, sir. Don't try to run from there. Hebu usijaribu kukimbia kutoka Don't hapo. leave this message. Hebu usijaribu kuondokea ujumbe. Brother, Ndugu, I listen people. nimesikia watu Wakikosoa, wakisema hiki, wakifanya hiki, wakifanya hiki. But I have come to a place lakini nimefika mahali that I believe so much this ambapo message ninaamini sana ujumbe huu until mpaka even if William Branham hata ndugu Branham will come back angeweza akarudi and denounce this na message, atangaze tena upya. I will still believe. Kama mimi nitaendelea kuamini Because kwa sababu Yes, sir. Oh, my. the message ujumbe is this Bible. ni Biblia hii. Amen. Amen. Najua naweza nikapishana na watu hapa. Amen. This message Ujumbe huu is this Bible. ni Biblia If hii. this Bible Kama hii Biblia is the word of God, ni neno la Mungu. this message is the word of God. Ujumbe huu ni neno la Mungu. Amen. And I sometimes hear preachers, Na wakati mwingine nasikia wahubiri, my fellow preachers. wahubiri wenzangu. I don't try to be high-minded, Na sitaki kuwa mwenye ufahamu fulani, kuwa mwenye akili mwenye akili zaidi, zaidi. thinking that I'm bigger than you. Kwa nikiwazia kwamba eti mimi ni mkuu kuliko wewe au yule. I have respect Nina heshima to you. kweli. But sometimes Lakini wakati I mwingine hear some people ninasikia watu are wengine saying that wanasema they are trying to make that this message is bigger than this Bible. kwamba eti ujumbe huu ni mkuu kuliko hii Biblia. You have not seen it. Haujaliona jambo bado. And some of them Na wengineo are trying to make na wanajaribu kufanya that this Bible kwamba hii Biblia is bigger ni kuu, than this message. ni kuu kuliko huu ujumbe. They are also wrong. Nao pia wamekosea. Katika ujumbe wa going out of the camp, Kwenda nje ya kambi. unaweza ukauseti hapo ili nisome hivi. Nabii anasema hivi,
Baada ya kuona mambo, after seeing things, baada ya kuona mambo, nimeona kwamba watu wanajaribu kwenda kwenye kitu fulani ambacho sicho. Akasema lakini all my days, lakini siku zangu zote I've tried to set the people, ninajaribu kuwaweka watu in this Bible. ndani kwenye Biblia kwa kusome kitu kinachohusiana hicho. In this Bible, kwenye Biblia hii. Sehemu nyingine nenda kasome muhuri wa 3. Muhuri wa 3. Mwishoni kabisa kule. Anasema wakati yule malaika aliponijia. Yule malaika, kumbuka, wakati anahubiri muhuri wa 3 ni mwaka 63. Amefanya naye kazi kwa miaka 30. Amen. Anasema alipokuwa akinifunulia hii mihuri, aliponionyesha haya mambo, nilirudi nikayaangalia kwenye Biblia. Amen. Alafu sasa kama ningegundua kwamba hayakuwa sawa na Biblia, nisingemwamini. Amen. That angel of the Lord, yule malaika wa Bwana. Asante Bwana. 11. Therefore, Hayo, knowing that tukijua kwamba you are my responsibility, ninyi ni wajibu wangu, and on my hands na katika mikono yangu for the gospel, kwa ajili ya injili, I'll always mara zote want to keep you ninajaribu right in the pages of this Bible. kuwafanya mwende sawa sawa na kurasa hizi za Biblia. Ananiambia brother, hiyo alikuwa hajafungua mihuri. Ilikuwa ibada ya mihuri. Ilikuwa ni mwaka 64. Eti ndugu, ni kabla ya mihuri kuhubiriwa. Amen. Narudia tena. I will always, ni mara zote ninataka to keep you kuwaweka ni right in the pages ni moja kwa moja sawa sawa of this Bible. Kwenye mistari ya hizi Biblia. Ile pale. Kwenye kurasa za Biblia. Amen. Amen. Ningeweza kusema vipi? So, kwa hiyo this message is so much truth. Ujumbe huu ni kweli sana. In such a way, mpaka kiasi kwamba even if Brother Branham will come back, hata ndugu Branham mwenyewe angeweza kurudi and denounce na atangaze kinyume, I will not believe him. Mimi sitamwamini tena. As much as he could not believe the angel. Mradi tu yeye kama vile yeye asingemwamini yule malaika wa Bwana. Yes. Amen. Hey. Amen. So, kwa hiyo don't run. Usikimbie. Don't leave this message. Usiondoke kwenye ujumbe. This is my advice to you. Huu ni ushauri wangu kwako. It is true. Ni ukweli. Nimesikia watu wengi wanaokosoa. I have seen that. Nimeona they didn't see even the message. Hata hawajawahi kuona ujumbe. They were still child. Na bado ni wachanga. Yo, let me say this also. Some people think that watu wengine wanafikiri kwamba they are elders or older. Wanadhani kwamba wao ni wazee au wako wameenda kiumbali fulani. Because they have stayed so long in the message. Kwa sababu wamekaa sana kwenye ujumbe kwa miaka mingi. That might be one thing. Hilo linaweza ikawa ni ukweli kwamba umekaa kwenye ujumbe na ikawa ni factor moja. Lakini I want to tell you. Lakini nataka nikwambie jambo hili. Amen. An elder, mzee, is a man, ni mtu who has been here for long, amekaa kwanza kwa kitambo fulani hapa, trained, akifunzwa, seasoned, kwa majira tofauti, akizoezwa, mtu mzoefu, and with long proof, na akiwa amedhibitika of his Christianity. Kwenye Ukristo. That is according to Brother Branham. Hiyo ndio kulingana na Nabii Branham. Yes, sir. Amen. I will not say, sitasema kingine. Sema. So, kwa hiyo Sema bwana. Sema ndugu. Sema nini? Yes, sir. So, kwa hiyo a Christian, Mkristo, especially an elder, don't say Christian. hasa nazungumzia huyo Christian, an elder, mzee, is a man, ni mtu who has a chronological age. Yeye ana umri wa mrefu kwenye ujumbe. And is seasoned. Na amefunzwa. Has been through all the trials. Na amepitia huko katika majaribu mbalimbali. And trained. Na akifunzwa. And with long proof. Na akiwa amethibitishwa kwa muda mrefu of which stand, na kwa uthabiti wake in his katika msomo katika Ukristo. Why I say this? Kwa nini nasema haya? I have seen some people, unaona watu they can just rise from nowhere, wanainuka tu kutoka and they say I'm a pastor.
Nasema mimi mchungaji. Amepata. Mimi mchungaji. Brother, Ndugu, nikwambie, labda tumeenda sasa hivi. Babies are not born men. watoto wadogo hawazaliwi wakiwa wanaume. No. Nenda kasome hiyo kwenye ujumbe wa kuzaliwa mara ya pili. Babies are not born men. Wachanga hawazaliwi wakiwa wanaume. Uzai mtoto wa saa hiyo ni mwanaume. Yeah. No, they grow. Wanakuwa. They grow. Wanakuwa. Even in Christianity, you need to Hata katika grow. Ukristo tunahitaji kukua. And when you grow, Na wakati unakuwa, we need you to have a long proof unapaswa kuwa umethibitishwa kirefu of your stand, kwamba kwa juu ya msimamo wako, so that you can be reliable. ili kwamba uweze kuwa wa kuaminika. Sio leo, there is another man I know. Leo anaamini Overton ni Mungu. Kesho haamini Overton ni Mungu, anaamini mihuri 6 ndio imefunguliwa. Kesho kutwa haamini hivi anaelewa. And then he is a pastor. You are not a pastor. Wewe sio mchungaji. To me, you are not a pastor. Wewe Not to me. sio. According to the scripture, Kulingana na maandiko, an elder mzee is a reliable ni man. mtu wa kuaminika. What we find you believing today, Kila unamkuta we anaamini, will find you believing tomorrow. tutakukuta wewe So that we can rely upon you. ili kwamba tuweze kukutegemea, kukuamini. And that is according to Brother Na hiyo Brian. ni kulingana na ndugu Branham. Amen. Amen. Yes, sir. Even in Christianity. Hata hivyo katika Today you are in this easy. leo uko kwenye msimamo wako. Huko kwenye itikadi, kesho uko hivi. You are still a child. Wewe bado You need to grow. unahitaji kukua. You just need to grow. Unahitaji kukua. Or you just need to be born again. Wewe kile unahitaji ni kuzaliwa mara ya pili. Yeah, because you don't see. Kwa sababu huoni. That's why you can be swept around. Ndio maana unaweza ukarushwa huku na kule. Yeah. What do you need? You need to be born again. Wewe kile unahitaji ni When you kuzaliwa. are born again, Wakati utazaliwa mara ya you pili, know what is your father unajua nani baba and yako what is your mother. na unajua nani mama yako. You cannot be taken. Hawezi kuchukuliwa tu na mtu. Ujue mimi nilivyokuwa mtoto, nilikuwa napenda sana watu wanaopita. Akapita mwehu mmoja anaitwa Kasongo. Akanichukua akaenda na mimi, huyo wazazi wabaki wananitafuta. Huyu jamaa yuko wapi? Tafuta. Wakanikuta niko ziwani na jamaa anaitwa Kasongo. Because I was a child. Kwa sababu nilikuwa mtoto. Lakini nilipokuwa sasa mtu mzima, Yeah. nobody can take me. Hakuna mtu atanichukua. You cannot be taken with everything. Hawezi kuchukuliwa na chochote chochote. Leo uko hiki, Leo hivi. kesho hiki, kesho kutwa hiki. Be strong. Kuwa kumpani. Be strong. Uwe imara. Real fire and full of the Holy Ghost. Wa moto kweli kweli, umejaa Roho Mtakatifu. Yesu alisema, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Na mgeni hawamfuati. Daudi akasema, the Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. Why? Kwa nini? Because he knows what is Kwa sababu shepherd. anajua nini mchungaji alicho. And when that shepherd speaks, Na kwa hiyo wakati mchungaji wake ananena, he knows that this is my shepherd. anajua huyu ananena hapa mchungaji wangu. Akizungumza mtu kingine, that is not my shepherd. Huyo sio mchungaji wangu. Sijali unanukuu vitu vingapi, but that is not my shepherd. Huyo sio mchungaji wangu. Because my shepherd said, Kwa sababu mchungaji wangu my anasema, sheep know my voice, kondoo wangu anajua sauti yangu. and they will not follow stranger. Na hawezi kufuata sauti ya mgeni. Hiki humo. Sitaki kutaja itikadi zenu maana mtanishambulia. Amen. Lakini nataka tu uelewe. Na hiki humo. Yeah. Na kesho utakuta brother hii tumeona Mungu sana. Amen. Amen. You are not strong. Amen. Wewe bado. Amen. Wewe sio imara. Amen. So, Kwa hiyo nilikuwa tunarudi pale. Yeye ashindaye. Yeye ashindaye hizo roho nitampa kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi na Baba kwenye kiti chake cha enzi. amen. Amen. Alafu put that penny, I will come back to that. Weka hiyo pembeni kidogo, tutairudia. Alafu sura ya 4 anasema kama pidha, Panda hata huku juu, I will show you things. nitakuonyesha mambo. I will show you things. Nitakuonyesha mambo. Amen. Amina. So unaona kanisa lilipoishia, nyakati 7 za kanisa zimekuja, na unajua kanisa ni nini? Walioitwa. Amen. They were called. Waliitwa, But when the church ages ends, lakini wakati zile nyakati za kanisa zinaishia, they became blind. wanafanyika vipofu.
And when you are still in those ages, Na kama wewe bado uko ndani ya hizo nyakati za you kanisa, are just blind. wewe bado ni kipofu. So Kwa hiyo ile Ufunuoni anasema hivi, immediately I was in the spirit. mara nikawa katika roho. Unajua kule mwanzo anasema nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Amen. Alafu sasa mara nikaingia katika roho. Yeah. Hey. Amen. So he was in the spirit. Kwa hiyo alikuwa katika roho And he got in the spirit. na akaingia tena katika roho. Why? Because God is an exhaustive fountain. Kwa sababu Mungu ni ile chemchemi isiyokwisha. You can get in spirit. Unaweza ukapata roho And get in spirit. na kupata na kuingia katika And roho go deeper. na kuzama kilindi kabisa. Hey. Ndio maana nabii alisema hivi, I believe that the dynamic power of the church, Ninaamini kwamba nguvu za kuendeshea mitambo za kanisa it will be refilling itakuwa ni kule kujazwa tena na tena of the Holy Ghost. na Roho Mtakatifu. So you have been filled with the Holy Ghost. Kwa hiyo wewe ulikwisha kujazwa na Roho It's Mtakatifu. okay. Hiyo ni sawa. But brother, Lakini ndugu, there is a land you don't see. kuna nchi ambayo uioni. There is a refilling. Kuna ujazo tena. And that's the dynamic Na power. hiyo ndio ile nguvu So ya this kuendesha church mitambo. here, Kwa hiyo kanisa hili, kanisa hili we need refilling of the Holy Ghost. tunahitaji ujazo maradufu wa Roho. Kwa hiyo akaingia katika roho. Wewe kaingia hapo. Alipoingia katika roho sasa nikaona mlango. Amen. Hey, nilihubiri hapa siku moja kuhusu Ufunuo sura ya 4. Wangapi nakumbuka? Dada nakumbuka, nashukuru angalau na shahidi. Nilihubiri hapa nikachora sana hapa, nikachora nikaonyesha alikuwa anaona nini. Amen. Wangapi nakumbuka hii? Nashukuru angalau to make it short, nikamwambia Yohana alichokiona. Aliona ono lile aliona Musa. Amen. Nakumbuka hii. Aliona ile temple, Lile hekalu. Kama mnakumbuka nilichora hadi hapa, akaona makerubi, akaona maserufi, akaona. Sasa ukirudi okay. Unaweza kusoma ujumbe pia ule wa Ufunuo sura ya 4, nabii anafafanua hiyo kwamba alikuwa anaona lile hekalu na mpangilio na nini. Remember, kumbuka alikuwa kwenye nyakati 7 za kanisa. Akaambia kama pia panda hata huku juu. Akapanda. Akaambia nitakuonyesha mambo, akaanza kuona ile hekalu. Amen. The temple. Hekalu. Amen. Lakini hapa nyuma wakati sura ya 4 inasema yeye ashindaye nitampa uketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi. Amen. Alafu na hapa Yohana akapanda sasa, akaanza kuona. Now I will go very shortly for you to understand. Nitaenda tu kwa kifupi ili uweze kunielewa. Na itakusaidia kupata picha what are the seals. Ni mihuri ni nini? Kwa Yohana alivyoona, aliona ile hekalu. Amen. Na akaona kiti cha enzi na mmoja amekaa kwenye kile kiti cha enzi. Na akasikia tangazo kwamba tazama, siku kabla ya Yuda aliyeshinda anaweza kuzivunja hizo mihuri. Unajua hilo andiko Amen. Sasa lakini alimuona ni mwana kondoo. And remember, Kumbuka, when Jesus came, wakati Yesu alipokuja, he always mara zote identified himself as a lamb. alikuwa akijitambulisha mwenyewe kama mwana Yes. kondoo. Do you know that? Je, unajua hilo? That is why ndio maana neno haliwezi kukosea. Yohana alitumwa kumtambulisha Masihi kwa wakati ule. Amina. Na alivyokuwa akimtambulisha, alisema tazama mwana kondoo wa Mungu. Hakusema kitu kingine. Na huyu Yohana mfunuzi alivyoenda mbinguni akamwona mwana kondoo. Amen. Wa Mungu. Why? Because Jesus had a ministry of the Lamb. Yesu alikuwa na huduma ya mwana kondoo. Yes. Hey. Amen. Okay. Kwa hiyo ruke twende mpaka mwisho. Lakini alivyofika Ufunuo 10. Kwa hiyo he saw things there kama aliona mambo pale. Kwa hiyo Revelation 10 anamuona. So, remember this. Sasa kumbuka hili. I want you to come up here. Ninataka upande hapa juu And see. na uone. Because if you cannot see, Kwa sababu kama hutaona, you cannot walk. hauwezi kutembea. Don't forget that. Usisahau hilo. So John came Kwa hiyo Yohana akaja and he started to see. na akaanza kuona.
and he see the lamb na akaona mwanakondoo on the throne yuko kwenye kiti cha enzi, in that temple, kwenye lile hekalu, on the Father's throne. kwenye ile kiti cha enzi cha And Baba. at the end of it, Na mwisho wa hilo jambo, the lamb mwanakondoo leaves that throne, akaondoka kwenye kile kiti cha enzi, leaves the Father's throne. akaondoka akakiacha kiti cha enzi cha Baba. Wangapi wanajaribu kuelewa nachotaka kusema? Nataka nirudie tena ili nielewe. Come up here. Panda hapa juu. I will show you. Nitakuonyesha Things. mambo. Sa aliyopanda akaona Amen. the temple. Lile hekalu. Maybe the other day I will preach. Tahubiri pengine mara nyingine. He saw that temple. Akaona lile hekalu. And the lamb Na was mwanakondoo on that throne. alikuwa kwenye kile kiti cha enzi. But at the end, Lakini mwishoni that lamb yule mwanakondoo leaves that throne. akaondoka kwenye kiti cha And enzi. where is he? Kwa hiyo sasa yuko wapi? He sees him Anamuona sasa as the mighty angel kama malaika mkuu on earth. yuko duniani. Not as a lamb, Sio tena kama mwanakondoo, but as a roaring lion. bali kama simba ngurumaye. Wangapi wanajaribu kupata hivi? He left the Father's throne. Aliondoka kwenye kiti cha enzi cha Nataka Baba. nikipate. And then Na ndipo he came on earth, akaja duniani, not as a lamb anymore, sio tena kama mwanakondoo, but as a roaring lion. bali kama simba anayenguruma. Kuna wimbo mmoja nafikiri Mama Kasi anaujua wakilutheran sema haji tena kama mwanzo wa hali ya umaskini. Wangapi wanajua wimbo? Kwa zamani, asante. Ila kwa kuzionyesha nguvu zake duniani. Now, Sasa when he came as a lamb, alipokuja kama he mwanakondoo, was just a lamb, alikuwa tu mwanakondoo, meek, mpole, humble. nyenyekevu, He could do nothing. asingeweza kufanya chochote. He was completely lamb. Yeye alikuwa mwanakondoo Hata kabisa. maandiko alisema maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, Amen. ila ulimwengu uokolewe katika yeye. Amen. Hata walipomshuhudia Baba wasamehe, hawajui walitenda. Amen. Why? Kwa nini? Because his ministry Kwa sababu huduma yake was a lamb. ilikuwa ni mwanakondoo. But that's why John saw him Ndio maana Yohana alimuona as a lamb. kama mwanakondoo. But in our age, Lakini katika kipindi the cha Laodicean age, katika hiki kipindi cha he makes a Laodikia, statement anaweka kauli kwamba wale washindao nitawapa kuketi pamoja nami Amen. katika kiti changu cha enzi. Amen. So, Kwa hiyo oh my, Amen. we need overcomers. Tunahitaji washindi. Naamini mtu fulani anaanza kuona kitu fulani. Amina baba. You don't need just to be a believer. Hauhitaji kuwa tu mwaminio wa We kawaida. have a real big promise Tuna ahadi kubwa ya kweli that ambayo if we overcome, kama utashinda, Jesus Yesu will leave the Father's throne ataondoka kwenye kiti cha enzi cha Baba yake and sit with you na aketi pamoja nawe on his throne. kwenye kiti chake cha enzi. Na unajua what is that? Na unajua hilo ni nini? Hiyo ni nini? Yesu katika huduma ya mwana wa Daudi. Yes. Amen. So, you know, let me say this. Amen. We only fight. We normally fight about Jesus as the Son of Man. Yesu kama mwana wa Adamu. But that was an introductory ministry. Lakini hiyo ilikuwa ni huduma ya mwana wa Adamu, ilikuwa ni huduma ya utangulizi. Ya utangulizi au ya utambulisho. To introduce something bigger. Kutambulisha jambo fulani kubwa zaidi mbele. That's why he came Na ndio maana alikuja in that ministry. ndani ya hiyo katika hiyo To huduma introduce you kutambulishia another ministry. huduma nyingine. That in short, Na kiufupi what John saw, kile ambacho yule ambaye Yohana alimuona, kile ambacho Yohana aliona, he saw Jesus alimuona Yesu changing from the ministry of the lamb akitoka kwenye huduma ya kondoo, mwana kondoo, into a ministry of roaring lion. kuingia kwenye huduma ya simba ngurumaye. But you need to come up here
Lazima upande, hiyo inakuhitaji wewe umepanda so that you can see. ili uweze kuona. Amen. Amen. Why? Kwa nini? What is the lion? Huyu simba yuko wapi? The king. What is the lion? Simba ni nani? The king. Ni mfalme. It's not the lamb is not the king. Mwana kondoo sio mfalme. But lion, Lakini simba is the king. yeye ni mfalme. And every king Na kila mfalme must have a throne. lazima awe na kiti cha Why? Kwa nini? Because he said, Kwa sababu alisema the overcomers, washindi I will give them nitawapatia sit with me kuketi pamoja nami in my throne. katika kiti changu cha enzi. Oh God. Mungu. Sasa sitaki niwachoshe. Nataka sasa hapa sema ndugu Paulo, hiyo umeitoa wapi? Sisi tunajua huduma ya mwana wa Adam. Amen. Amen. Nataka ufungue muhuri wa kwanza. Muhuri wa kwanza 63:318. Paragrafu ya 158 mpaka 160. Tuisome hiyo alafu nitakuwa ninaelekea mwisho. Amen. Amen. Umeifungua hiyo brother. So yeye ashindaye itampa kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi. Tunataka kujua kiti chake cha enzi ni nini. Amen. Na ukumbuke aliona temple, hekalu. Now to make you understand, Kufanya uelewe hiyo. make you understand. Labda tutasoma uelewe hiyo. Yohana alichokiona, alimuona Yesu akitoka kwenye hekalu lile alilokuwa analiona mbinguni, akija duniani, akiacha lile hekalu to find this temple, ili kujipatia hekalu hili. What you read in Revelation 4, Kile unasoma kwenye Ufunuo 4, what John saw, kile ambacho Yohana alikuwa akiona, it is this one. ilikuwa ni hiki kimo. Ukisoma ujumbe unaitwa kimo cha mtu mkamilifu. Nabii anasema anahubiri huu ujumbe ili uelewe yule mtu ambaye atakuwa ni maskani ya Mungu. Amina. Amen. Kwa sababu Mungu anatoka kwenye huduma ya kiti cha Baba, anaenda kwenye kiti chake cha enzi. Amen. 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 Okay, let's go together. We have just moved through everything that we know of. Tumepitia kwenye mambo yote ambayo tumeyafuata. Through all the dispensations. Kwenye nyakati hizo zote. Hizo nyakati saba za kanisa na kila kitu sawa. Amen. We have watched everything. Tumetazama yote. We seen the mysteries of God. Tumeona siri za Mungu. We seen the appearing of the great gathering together. Tumeona kule kuonekana kwa kukusanyika kukuu pamoja of the bride in the last days. Kwa bibi harusi kwenye siku za mwisho. But yet, lakini hata hivyo, there is something, kuna jambo in there, ndani mule, in there, ndani kule, that we just can't lighten ourselves with, ambalo hata bado hatujaweza kuliangazia. Amen. Anasema tumeona hizo nyakati zote saba za kanisa, tumeona siri za Mungu, lakini huko ndani kama Peter aliona akaona mlango. Amen. Huko ndani kuna kitu fulani ambacho hatujaweza kukiangazia nuru vya kutosha tuweze kukiona. Amen. There is something other. Kuna jambo lingine. Amen. Twende. But I imagine, lakini nawasia umefungulia namba ngapi? No, niliwanisha 158. 158 mpaka 160. Naona unaenda hapo. Left the Father's throne, aliacha kiti cha enzi cha Baba, came forth to, akaja, that is his son, to be the, he is the son of David. Yeye ni mwana wa Daudi. Yani naomba mnivumilie kidogo enyi mnaolala, na nataka mkama piga. Amen. Amen. Yeye, he is the son of David, eh? That's what the Israel thought he would do then. Ndio maana Waisraeli waliwazia kwamba angelitenda kule. Angekuwa hicho. Ndio maana unasikia yule
Bartimayo, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, eh? Amen. Thou son of David. Wewe mwana wa Daudi. And Jesus, na Yesu, knowing what the plan was, na akijua mpango ulikuwa ni nini, yet they didn't know it. hata hivyo bado hawakujua. They tried to force him and make him take the throne. Walikuwa wakijaribu kumlazimisha na kumfanya kwamba achukue kiti cha enzi. And even Pilate, na hata Pilato asked him, alimuuliza, but he said, lakini if my kingdom was of this world, kama ufalme wangu ulikuwa ni wa ulimwengu huu, then my subjects will fight. Kwa hiyo sasa raia wangu angepigana. My kingdom is above. Ufalme wangu uko juu. Why? Kwa nini? He was a lamb. Yeye alikuwa mwana kondoo. Remember that. Kumbuka hilo. He was not a king. Yeye hakuwa mfalme. Though they were trying to force him. Walijaribu kumlazimishia. But he said, when you pray the kingdom come. Hata akasema, wakati mnaomba, ombeni kwamba ufalme uje. That will be done. Na yafanyike, mapenzi yako yafanyike. It is in heaven. Kama uko mbinguni. Amen. And how glorious this great thing. Jinsi ilivyo la utukufu jambo hili kuu. Nataka muone jambo hili. Amen. Amen. Left the Father's throne. Aliacha kiti cha enzi cha Baba. To take his own throne. Kuchukua kiti chake mwenyewe. He now has come forth. Na sasa amekuja. From his intercessory work. Kutoka kwenye kazi yake ya upatanisho. Listen to me. Amen. Yohana alivyomuona kama mwana kondoo. Siku zote kondoo ni mnyama wa sadaka. Amen. So that's what the Bible says. Yes, na Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Amen. Ndio maana Yohana asingeweza kumtambulisha kwenye kitu kingine isipokuwa amtambulisha kama mwana kondoo, kwa sababu alikuwa anafanya huduma ya upatanisho as a lamb. Kama mwana kondoo alitumika kama mnyama wa sadaka ya upatanisho. Amen. Amen. Amina. Lakini sasa now he left his father's throne. Sasa anaacha kiti chake kiti cha enzi cha baba yake. To take his own throne. Kuchukua kiti chake cha enzi mwenyewe. He now has come forth. Na sasa anakuja from his intercessory work. Kutoka kwenye kazi yake ya upatanisho. To claim his own throne. Kufanya madai ya kiti chake cha enzi. What is that? Hiyo ni nini? His redeemed subjects. Wale watu wake vitu alivyovikomboa. Siku moja mtalielewa hili. Amen. Why is he coming as a roaring lion? Kwa nini anakuja kama simba ngurumaye? Because he comes to claim his throne. Kwa sababu anakuja kudai kiti chake cha enzi. And what is his throne? Na kiti chake cha enzi ni nini? His redeemed subject. Ni wale waliowakomboa. So brother, kwa hiyo ndugu, we are living in a time, tunaishi kwenye wakati where ambapo you are a throne of God. Wewe ni kiti cha enzi cha Mungu. Amen. 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 So, kwa hiyo I want you to come up here. Ninataka upande hapa juu. And you see, na uone that there is a land. Kwamba kuna nchi. You can see. Ama unaweza kuiona. And you can walk. Na unaweza kutembea. But remember, lakini kumbuka, the Canaanites, wa Kanaani are in there. Wako pale. You need to fight. Unahitaji kupigana. You need to pray. You need to seek. Until you become that temple. Amen. Amen. And what is that temple? It is this one here. Brother, I preach this because I can show you by the Bible and by the message that we are past the time of argument about the Son of Man. We are in a position that Jesus is a roaring lion. He's not a lamb. He's claiming his redeemed subject in this age to be his throne. That's why he said, he that overcomes. In that age, remember, it was only in Laodicean age that promise was given. That he that overcome in that age, I will give him to sit with me in my throne. Hey, that's why he's coming from being a lamb
kwenye kuwa mwana And kondoo, he's becoming a roaring lion. anafanyika simba ngurumaye. Glory to God. Yes, sir. Hey, Amina Bwana. Asante Mungu wetu. you are his throne. Wewe ni kiti chake cha enzi. How are you at the throne of God Wewe unawezaje kuwa kiti cha enzi cha Mungu and yet you are gossiping? na bado uko unasengenya? Because the bride of this age Kwa sababu bibi harusi wa wakati huu will be the throne of God. atakuwa ni kiti cha enzi cha Mungu. It will be the ministry of Jesus in his own throne. Itakuwa ni huduma ya Kristo katika kiti chake cha enzi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amina Bwana Yesu. Amen. Amen. Brother, we are past mediocrity. Tumepita kwenye Hali ya Ukristo wa kawaida. Kristo wa kawaida. This message Huu ujumbe is looking for overcomers. unatazamia washindi, Those who will sit with him wale ambao wataketi pamoja in naye his throne. katika kiti chake cha enzi. That's why if you are good observer, Ndio maana kama wewe ni mtu unayetazama vizuri, you will find out utagundua kwamba that this message kwamba huu ujumbe was preached ulihubiriwa 2 months. kwa miezi miwili. 2 months before the vision of 7 seals. Huu ujumbe wa kimo cha mtu mkamilifu ulihubiriwa miezi miwili kabla ya kuanza kuhubiriwa kwa miezi. Ya lile ono. Yaani ulikuwa mwaka 62 mwezi wa 10 I think. Alafu anakuja kuzungumza mabwana je ndio ishara kwenye mwezi wa 12 mwaka huo. Mwaka unaofuata anaanza kuvunja ile mihuri. Amen. Why? Kwa nini? Because it was a ministry of roaring Kwa lion, sababu ilikuwa ni huduma ya simba anayenguruma, claiming his own throne. akidai kile kiti chake cha enzi. Come up here. Panda huku juu, You can see unaweza kuona where you are. pale mahali ulipo There is a land. kuna nchi. The problem is that you cannot see that land. Shida kwamba huwezi ukaona hiyo nchi. If you can see that land, Kama unaweza ukaona hiyo you nchi, will walk. unaweza ukatembea. The problem that you cannot walk Shida kwamba huwezi kutembea is because you cannot see. kwa sababu hauoni, The problem that you cannot see na shida kwamba huoni is because you try to carry the world with you. ni kwa sababu unajaribu kubembana na ulimwengu pamoja Put nao. that world up. Hebu weka ulimwengu pembeni, You can see. ndipo unaweza kuona. Because let me tell you, Kwa sababu ngoja nikwambie, we have a long way to walk. tuna njia ndefu sana ya kutembea, tuna mwendo mrefu wa kutembea kufikia pale. I can prove that by scripture. Ninaweza kulithibitisha hilo kwa maandiko. But in finishing, Kwa kumalizia, this hii is above new birth. ni juu ya kuzaliwa mara ya pili. This is more than new birth. Hii ni zaidi You need ya first kuzaliwa to mara ya be pili. born again. Unahitaji kwanza kuzaliwa upya, First to be born again. kwanza kuzaliwa. Then you are not even born again. Sasa hata hujazaliwa mara ya pili, But the time we are living lakini wakati unaishi is the time you ought to be the temple. ni wakati huu unatakiwa kuwa hekalu la Mungu. We are past the time for you to be born again. Tumepita kwenye wakati wa wewe kupaswa So, kuwa kuzaliwa mara ya brother, pili. don't you think it is very important Sasa ndugu, hauwezi kwamba ni muhimu to find a new birth? wewe utafute kuzaliwa mara ya pili, And the reason you cannot see na shida kwamba huwezi kuona. ni kwa sababu hujazaliwa mara ya pili. Amen. Kwa sababu Yesu alisema hivi, mtu asipozaliwa mara ya pili Amen. hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Amina. Kama pina, Panda huku juu, you can see things. unaweza kuona mambo. Yes, Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuelewa ufalme wa mbinguni. You need first the new birth. Unahitaji kwanza kuzaliwa upya, Then you will start see things. ndipo unaweza kuanza kuona mambo. Why? Kwa nini? Because when John was called, Kwa sababu wakati Yohana alipoitwa, he entered in a door. aliingia kwenye mlango, And that door na ule mlango is Jesus. Yes, You need first be born. unahitaji kwanza kuzaliwa Enter in Jesus, ili uingie katika Kristo, not in church. sio katika kanisa. Then you can start to see things. Na hapo ndipo unaweza kuanza kuona mambo, And then you can walk. na hapo ndipo unaweza kutembea. Sasa Hey, the problem is that ni shida ni kwamba una wito sahihi. Ujumbe ni kweli. Umekufikisha mahali you don't see. huoni tena. Ndio maana mjumbe wa wakati huu ukiangalia
na ndio maana nina itilafiana na watu wanaoamini kwamba mjumbe wa wakati huu ni William Seymour, yule alimwanzisha ufufuo wa Pentecost, kwa sababu mjumbe wa wakati huu huduma yake alisema, nunua kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, Amen, upate kuwa tajiri. Amen, na nikupe dawa ya macho upate kuona. Amen. So Amen. this message, Kwa hiyo ujumbe huu will make you see. utakufanya wewe uone. The Pentecostal revival could not even let them see. Uamsho wa Pentecost hata haukuweza kuwafanya waone. Hata uchukue mavazi uvae upate kuficha aibu ya uso wako. So it is a minute of preparation. Kwa hiyo ni huduma Dress up the bride, kumvisha bibi harusi, so that he can be the throne of God. ili kwamba aweze kuwa kiti cha enzi cha Mungu. Amen. 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 Kwa sababu sikiliza, nisameni. Sikiliza. Hili kanisa linaishia likiwa ni kipofu. Na huyu mjumbe ana dawa ya kulifanya lione. Amen. Alafu sura inayofuata, come up and I will show you. Panda huko juu nitakuonyesha. You can see things. Unaweza kuona mambo. Na pia Biblia inasema where I think Pentecostal failed. Mahali gani hapo unawazia? Mahali ambapo unawazia Pentecost Kwa sababu walifika mahali hawakuona mbele tena, wazidi kuendelea. Amen. Waka denominate. Wakaunda. That's why you see we have a lot of items. Tuna mambo mengi. Itikadi nyingi zinaibuka. Tunaamini tutasema. Kuna kanda. Sisi tunaamini wahubiri tu wale wamepotea. Sisi tunaamini Joseph brother you are just wondering. You are going here and going there and you'll find yourself in Egypt. Unajikuta Misri. What you need? You need new birth. Unahitaji kuzaliwa mara ya pili. And you will see things. Na utaona mambo. And you will start to walk. Na utaanza kutembea. Unajua ni kwaje? Wapentekoste wenyewe walifika hapo, wakapata kunena kwa lugha, wakatengeneza kwa itikadi. So they start walking. Well, ile itikadi yao, wengine wakaanza kuelekea huko, wengine wakaelekea huko. Ndio maana na Wapentekoste sasa kuna waaminio hivi. Nasikia kule Kongo wanaanza, wewe mwamini wewe ni yule wanakubali kusuka rasta wala wasokubali kusuka rasta. Mimi yule wanakubali kusuka rasta. Katika wote kuna wengine this and that is a you are wondering. Unazuru Come up here. Panda huko juu. You can see things. Unaweza kuona. You can see that there is opportunity in this age for you to be the throne of Unaona kama kuna God. fursa ya wewe kubalika kiti cha enzi. Mungu awabariki. Amen.